beautiful people, how are you doing? Hope you're doing great. Welcome back to this amazing YouTube channel, your number one for TV shows analysis, prediction, stock recaps. Welcome. Going back to yesterday's episode just a little bit. Jana Nina alienda kwa Linda just to know the truth, just as I had told you in my previous video. But you know, this is Zari and Linda, and the audacity ya kuangalia Nina kwa macho na akamdanganya. Even hata mtu yeyote angeona tu Linda kuna kitu anajaribu kuficha, like even telling Nina, hata kama umekasirika usikuja hapo umeniita Linda, sema tu Auntie Linda. Hata kama mmejam niite tu Auntie Linda. And yani that was a way of distracting Nina and just annoying her ndio aende. But Nina told them, no matter how long you try to hide the truth from me, sooner or later nitajua tu ukweli. Now, coming back to today's episode, kuna vitu niliwaambia vitafanyika jana but they didn't happen in yesterday's episode. Vitafanyika kwa episode ya leo. For one, like the confrontation about Susan and Rispa pale kwa marketplace, and also ile part ya Luanda kwenda kuchapa wale step brother wa Koki. That episode will happen today because episode ikisha tuliona Luanda aliita Koki akamwambia kuja tuende, and Koki was like, tunaenda wapi? Luanda akamwambia trust me. So imagine alikuwa anampeleka wapi? Kuna mali hao mabrother zake walikuwa kwa hoteli, and ataenda huko awatafune, awachape, awagonge vizuri sana. Cause one thing about Luanda, anapenda vita sana. Yani yo react instantly, na akireact yeye ni kuchapa mtu, of which is wrong. Niliwaambia hapa anapigania Koki sana, na huko Koki anamtaka. From yesterday's episode you saw everything. Huyu demu anamtaka. After Nina kutoka pale kwa mansion, ndio alipitia karibu na nyumba ya Lola, akasikia wakiongelea story ya eti hawajui watafanya nini Luanda na Nina wakishajua. So Nina akaona hii vita hataweza peke yake, akaamua aende kwa Luanda, at least ambeg ndio amsaidie, cause anaona ya kweli kuna kitu akina Susan wanaficha na Linda wanaficha. Si anaenda kwa Luanda. Hiyo time Luanda kwa nyumba na Koki, si anabisha mlango. So kubisha mlango, Koki is like wamekuja tena, ameanza kutense, but Luanda anaenda anafungua mlango, anapata ni Nina and he is very very much happy. So Nina anaenda anapatana na Koki, and Nina is like, oh my goodness, kwani Luanda alioa? After Sonia sasa hata hajakaa wiki moja kuna mwanamke kwa nyumba. And this lady hajaipatana na Nina anywhere, but alisikia ile siku yenye Masha na Luanda walikuwa wanaongea kwa simu wakibishana juu ya Nina, and she was like, oh, this is Nina. So Nina asked Luanda, who is this? And before Luanda ajibu, Koki alikuwa shajibu. Akasema, mimi huwa nakuja kumsaidia kupika na kuclean up hii place. Hata Luanda huwa anakuongelelea vizuri sana, huwa anakuongelelea sana kwa hii nyumba. And Nina was like, it's okay. Kambia Luanda, there's something important I want us to discuss. So let's just go and have a talk. Nina akaenda akambia Luanda everything, that akina Lola walifukuzwa kwa mansion, wakarudi pale ghetto. After kurudi pale ghetto, siku hizi wanauza manguo zenye alikuwa anauza pale kwa boutique pale kwa street. Na pia alienda kwa Linda, akajaribu kumuuliza na Linda kusema kitu. Akipita pale karibu na nyumba yao, alisikia wakisema vile Linda aliwa blackmail, akachukua manyumba zao, pesa zao, gold items, na vile wanaogopa
Luanda na Nina wasisikie story. You know, pia during the day kuna kitu pia ilikuwa imehappen. Linda kuna pesa alirudishiwa na wale magoons wenye walikuwa wamekuja kuteka Dylan, ukidnap Dylan. So it's like Luanda is beginning to connect the dots. Now Luanda asked Nina, kwani haukuuliza chenye kili happen? Nina kawaambia watu wamekuwa wakinidanganya, and I can tell there is something they are hiding from me. So Luanda akaambia Nina, don't worry about that. I promise that I'm going to help you. I'm going to help you solve this puzzle. And Nina is like, wow. I told you something yesterday. If only Luanda could wake up and join forces with Nina, wafuatilie tu kitu moja, interest ya Nina ya kujua what happened to her baby, they could win this war. And now that tumeona ameamka, I'm sure maybe even on Monday tutakuwa tunajua, Nina atajua kweli that Frida ni mtoto wake. That's for sure, because once Luanda ameanza kuinvestigate kitu, he doesn't go wrong with it, because anawekanga moyo wake na nguvu zake zote hapo. Back to Ghetto and back to Zual. Zual walikuwa na fight na Susan about the taxi, and now she's very bitter, she's very mad. It's like she wanted the taxi back because ilichukuliwa, Martha alirudisha. They get a fight with Susan mpaka Susan akamrusha kwa mtaro ya maji chafu, and now they don't have source of income, and the only thing walikuwa wanataka ni baba Zual hawe Hagi ndio wapate nyumba za Hagi, maybe wauze na wamtoke tu hivyo. So after that confrontation, Zual is like, Dad, you have to marry that lady as soon as possible. Lazima tutafute njia ya kufanya wewe mwanamke. And then the wicked Zual comes up with an idea. Kumbe anakuanga na tudawa. Unakumbuka alikuwa fake nurse pale hospitali. Anaambia Karo, unajua Karo ni yeye msaidizi wa Zual. Yeye ndo anafanya mambo zake zenye ziko dati. Anamwambia niko na hii dawa, utaenda utengeneze Hagi juice, alafu uweke hii dawa kwa juice yake. After kumwekea hii dawa kwa juice, roho yake itaanza kupiga haraka. Na pia niko na dawa nyingine yenye tutampea hiyo roho iache kupiga haraka. And Mark is like, surely, what are you trying to do? Mpe huyu mwanamke hii dawa na ni mzee akufe. What will you do? Are you even thinking straight? And Zual ni don't care. Si amekuwa akifanya hizi vitu kwa hospitali, ndio maana hata aliiba mtoto wa Nina na hajai feel anything, hajai feel remorseful. Sikaro anaenda anaekea madhe, anamtengenezea juice, alafu anampea. After some time, Hagi anaanza kuona 2 2, 3 3, 4 4 kimulimuli. Leo kidogo anaanguka. Sema sasa Karo kuanza kupanic. Akaenda akaita Zual. And Zual ako, dawa, kumbe dawa isha work, hata hana pressure. Na Karo sahi ametense. Wanajaribu kuamsha Hagi amki. Wanamuamsha kabisa. Ni kama Karo alimwekea overdose, hakuamka. Wakaanza kuita ambulance ndio wapeleke Hagi hospitali. Zual aende kurescue Hagi. Aliandika ka note na akapitisha pale kwa mlango ya nyumba ya Nina. So Ashley alisikia kama kuna mtu ameweka kitu hapo, so akaenda akafungua, akapata ni ka note. Akachukua kwa karatasi akasoma. Usoma akapigia Nina simu kwa kalikuwa kanahusu Nina. Na hii time yote Nina alikuwa pale kwa Luanda wakidiscuss vile watakuja kudeal na hii issue. So si Nina anakuja na Luanda, wanasoma hiyo karatasi. Guess imeandikwa nini? Lola and Susan have been lying to you for the last 5 years. You see the way vile vitu zinaenda? Now wametoka kudiscuss the same thing. They are wondering where to start. Then wanapata karatasi
imepitishwa chini ya mlango na wanashindwa nani huyu aliandika hiki. And just imagine wakati Nina alienda kuona Lwanda, Koki was very jealous. Aki roho ilimuuma. Si alisikia vibaya. Guy, mpaka alikuwa anawachungulia hivi. Roho inamuuma. Kumbe udeo seriously anataka Lwanda. Now that Nina is in the picture, Aki hana amani. Because alikuja akapata enyewe, this is a young man, very handsome, very wealthy, very hardworking. Na kumbe mali alikuwa ametoka, si nilikwambia it was something to do with marriage. After mamake kukufa, babake alikuwa anataka aolewe na mtu mzee. Na walikuwa wamelipa mahari ya 50,000. Na ndio wamekuwa wakifuatilia hii time yote, wanataka arudishie hiyo pesa na pia aende aolewe na huyo mzae. Na yeye Koki hataki kuolewa na nani? Na mzae. That's why familia yake, the stepfather and the step brothers, they have been attacking this girl every now and then. And that's why alikuwa ameenda kujificha pale kwa warehouse wakati alipatana na Lwanda, kijana handsome, akamkufia, akaamua kumblackmail. But later on akaamua kufungua roho. Akafunguka roho akasema hana mahali pa kwenda, and Lwanda listens to this girl. So unaona ubaya wa kusaidia watu, strangers. Now she want to be in charge. She want to control everything. Hataki hata kuona Nina. She's not even happy. She might even end up harming her. Because tumeona kwa hii series, people can do crazy things because of love. They can even kill for love. The culture in this series is that people can kill for love. People can do anything for their loved ones. Now, after Lwanda na Nina wamesoma hako kakaratasi, waliamua hata waende kwa Susan, Lola na Bien. Wakaenda wakabisha and they were welcomed. But familia ikastuka. They were like, what? Mbona mmekuja usiku? And they went straight to the point. They handed over the letter to Nina, to Lola. They read it and they were like, sasa hii mmetoa wapi? Because they wanted Nina wanted an explanation. Ni nini hiyo amekuwa akificha for 5 years na amekuwa akiwauliza, they are saying nothing. And they started beating about the bush. Mpaka Bien wanawauliza. Yani this nonsense of a note ndio imewaleta kwa nyumba yangu usiku. Amjui kesho ni shule. Kesho Frida anaenda shule na mnatuharibia time. Na wakakana hiyo story. And they were very bitter. Like wakaongelesha Lwanda na Nina vibaya. And they were like, it's not yet over. Lwanda aliwaambia, it's not yet over. I'm going to dig. Nitachimba, nitajua everything. I'm going to do my own investigation. Now that mmefukuza, mkasema you need to sleep and all that. Hatutaacha hii story hapa. Hii story tutaenda nalo. And after Lwanda na Nina kuenda, they were like, oh my goodness, we are doomed. These people are not going to stop. Watu hawataacha. After a dramatic day with goons being kidnapped, Dylan aliamua aende atulie kwa room ya Frida. But one thing I told you, Dylan alikuwa anapenda Frida sana. So he went and stayed there alone. So wakati Linda alikuwa anamtafuta, akaambiwa Dylan ako kwa room ya Frida. Ametulia tu hapo. So wakati Linda ameenda kumtafuta, anapata na Dylan. Tena muuliza, mbona ulifanya hivyo? Huyu mtoto alikuwa baraka kwa hii familia. Ni kama alikuwa amekuja ku cleanse madhambi zote zenye tumefanya kwa hii familia. Alikuwa ameanza kuleta baraka. She was a blessing. And now you kicked them out. Why? Why would you do so to such an innocent kid? Mbona unatesa mtoto juu ya wazazi wake? At least Frida angekuwa kwa hiyo nyumba, at least kungekuwa na amani. Because hata kama ulikuwa unaona wakati hii familia ilikuwa inataka kupigana, alafu Frida atokee, they would stop fighting. Because the Kabarages are ever fighting, they are ever arguing. Na Frida alikuwa amewaletea ka discipline because hawangetaka wa fight ama wagombane mbele ya mtoto.
And Dylan akakosana vibaya na Linda. Linda akaambiwa make sure huyu mtoto amerudi pale kwa mansion. Kenan hearing yake ni leo. Na Kenan akapelekwa kotini ndio kesi yake isikizwe. Luanda and Nina are there, Dylan, kila mtu ako hapo. Nina anambia Luanda, promise me that utajicontrol. Hautaleta ile hasira yako na kisirani hapa uanze kupigana na Kenan. And nikiwarudisha nyuma tu kidogo, this week tuliona pale prison Kenan akitandika wale dogs wake, like his hitmen, akiwapea responsibility ya kujibu mashtaka on his behalf. Mmoja akaambiwa aseme yeye ndo aliua Harriet, mwingine aseme yeye ndo alimwagilia Nina acid, alikuwa amefall in love na Nina alafu Nina akamkataa na akaona amrushia acid ndio mwanaume yoyote asiwe mpenda. So Kenan hakuwa anataka akuwe mentioned anywhere kwa hii kesi cause anataka akuwe free. So when Kenan was brought in, Luanda alikuwa anataka kushikwa na kisirani but Nina anamtuliza. Si kesi inaenda inasomwa, inasikizwa, wale magunzi wanapeana testimony according to the way they were trained or they were coached by Kenan. And guess what? Judge anasikiza kesi na anasema Kenan ana makosa ya kujibu, anafaa kukuwa released. You know, this part I'm narrating, it might be happening in today's episode or Monday's episode, because sometimes it's very difficult to estimate where an episode will end. Sometimes I end up over predicting or under predicting. After ruling kumekiwa, Luanda was very mad. Akaenda ka confront Kenan and he was like, this is not fair. How now? Niaji nasemekana hakuna evidence. Dylan was also mad too. How can it happen? How now? And Kenan was happy now that he's been released. Na Dylan akambia Luanda relax, wataenda kuappeal, at least ndio Kenan arudishwe ndani tena. Nakumbuka ni jana tu Kenan amesaidia Dylan kutoka kwa wale magoons, and now they are mad that he has been released because of the sins that he has committed. So unaona hii kitu vile iko complicated. And now Kenan and Linda are back together because Linda semekuwa kienda kuitisha msaada kwa nani? Kwa Kenan. And now Kenan is like, my Daisy, I'm coming back to you. Now, another thing that might happen in today's episode or Monday's episode, Rispa alienda kuona mamake pale ghetto, and she was pissed off by the situation yenye wanakaa, and she was like, Mom, I'm gonna help you. Akamwambia nimekuwa mgonjwa, that's why sikuwa nimekuja kukuona. Kidogo Kamal also shows up. Akasema nilikuwa nimesikia Rispa askipoa na amekuja huku, so nikaamua nimfuate, at least nijue anaendelea aje. Susan akitaka kumfukuza, Kamal akamwambia please allow me to talk with both of you. Si Kamal akamwambia Susan, mimi nataka nioe msichana wako and I'm going to help you. Nataka niwasaidie mtoke kwa hii situation. I will get you a better house. I give your daughter the best life. And Susan is like, you? Na unajua sai Susan ako desperate. Anapenda hivi. Anapenda do. Pesa anapenda. So Susan is like, you know what? You are still married to Skylar. Na kama unataka uoe msichana wangu na ufanye vitu zenye umesema, just go get divorced to your wife. Enda udivorce Skylar kwanza ndio kuja kuniambia hizo stories zenye unaniambia. Actions first, matendo
kwanza. And Kamal is like, all right, okay, I'm gonna do so. Na Susan is like, now nimekubali wewe uolewe na Kamal. As long as you are happy, mimi sina shida. And do you know what's happening here? The reason why Susan is doing this because anataka kuhurt Linda. Si aliwanyang'anya kila kitu. Now they are suffering. Pia yeye anataka ateseke through the daughter. Now he wants Kamal to leave Skylar, then akuje haowe Rispa as a form of revenge. What? Hey. My goodness. So guys, let me end my video today, and tomorrow I'll be back again. So make sure that you don't miss Monday's episode that I will upload tomorrow. Here on this channel, we don't upload Zari videos. Because naona watu comment section wakiniuliza video, wakikasirika juu sijawaekea video. Here we analyze, we predict. So kama unapenda prediction ya kujua nini ita happen next, just come to my channel, look for the latest video because I upload daily, and mine is a detailed video because when you go to Zari kuna part mingi huwa wanaacha na zinatuacha tukiwa hanging, and my analysis are based on both series, both Zari and Wayat Benim, which is the original series. So guys, if you like prediction and analysis, this is your channel. And kama uja subscribe, please subscribe back to this YouTube channel. Bye for now. Let's meet in the next video. I love you all.